Siku ya tukio ambayo ilikuwa ni siku ya Pasaka tarehe 20 mnamo mida kwenye saa 3 usiku mpaka tuseme kwenye saa 4 nilipokea taarifa kutoka kwa majirani ambao walikuja kunipa taarifa nyumbani kwamba mdogo wako amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali upande wa mkononi. Basi baada hapo ikabidi nitoke nje ili kuweza kwenda kuangalia hali yake na ipoje. Nilipotoka kweli nilimkuta anatoka damu nyingi mkononi, kwa sababu sikujua ni kitu cha mbura ilikuwa ni la kisu au kitu cha kali. Basi baada hapo nikaendelea na taratibu nyingine tu za kwenda hospitali. Yeye kwa kifupi ana umri wa miaka 35, lakini alikuwa na matatizo ya macho. Alikuwa na uono hafifu kabisa, alikuwa tuseme aniaoni kabisa. Kwa hiyo ni mtu ambaye mtaratibu, ni mtu ambaye muda mwingi anashinda jirani na nyumbani. Na hivi vitu vinavyotokea kwa kweli tunaomba serikali kwa kweli tusaidie. Inatisha sana. Na inatisha sana amani. Pia kuna watoto wadogo kiasi ambacho hata mpaka mzazi unaogopa mtu anaweza akatoka hivi chochoroni akafanywa kitu chochote kibaya. Na wamekuwa watoto wengi sana sasa hivi ambao wanatishia amani na ni wadogo sana. Na hasa kwenye maeneo ya Mawenzi, karibu na soko la Mawenzi. Kuko kwenye vichochoro, ukipita unakuta watoto wadogo wamekaa wanavuta bange. Watoto wadogo ukiangalia mpaka mtu unaogopa hata kupita. Kwa kweli kijana ambaye waliyemchoma kisu maskini alikuwa ni haoni macho. Kwa hiyo ina maana kwamba taarifa ambazo ninazo alipepesuka na kumgusa tu yule kijana. Sasa yule kijana kaona kama vile anadharaulika, asili zake kama kumchoma kisu yule kijana. Kwa kweli inasikitisha sana. Tena inasikitisha sana sana. Tulipofika hospitali kule, yule kijana kule kapata huduma, akashonwa. Mimi mwenyewe nikiwepo. Akaongeza drip ya maji. Tukajua kwamba ataendelea vizuri kwa sababu tumefika naye mpaka hapa nyumbani, alinyanyuka, nikimuona mimi mwenyewe, akatembea kwa miguu yake. Lakini nahisi damu zitakuwa zilitoka nyingi sana sana sana. Labda tungepata wazo kumuongezea damu tungekuwa labda maisha yake. Uvunjaji wa nyumba kwenye madirisha, kwenye milango sio sana. Na hakuna kwanza sijawahi kutokea tukio kama hilo. Ila tukio la uporaji na uchomaji visu ndio umekithiri sana katika mtaa huu. Na unatushia amani sisi kama wakazi wa mtaa huu. Na tulishaenda kuripoti sehemu mbalimbali za polisi. Mpaka tutaka sasa kwa yule mwenyekiti wa kwanza alipita, tulikuwa tumefanya mpango wa kuunda kama vile serikali ulinzi shirikishi katika mtaa. Tunajua ulinzi shirikishi lazima mpitie polisi wajue kuna taratibu za hivyo. Ndio sasa kwa mwenyekiti mpya alikuja ndio tunataka tufanye kitu kama hicho ili kunusuru mtaa huu. Hilo bwana tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, tena sana, sio kidogo. Kwa sababu mtoto ambaye ana mabaya na watu, hususan mtu mwenyewe kwanza haoni mbali. Umeona? Haoni mbali, ni mtu ambaye yani achezi mbali na nyumbani kwake. Hata matukio hayo mpata huyo kijana tumesikitika sana. Ile tukio kwa mfululizo karibu na 3. Ila si ya kukatakata, lakini ila mauaji ni ya kwanza. Ila kwa kukatana visu hiyo tukio karibu na 3. Na huyu mtuhumiwa alikuwa ni ambaye amefanya tukio. Sasa katika kujiani, katika harakati ya kukimbia ndio akakutana na huyo marehemu. Umeona, akampushi ndio akajua na yeye ile jinsi ya akajua ni mtu ambaye mmoja wapo ambao wanafanya nini, wanayemfukuza. Ndio maana akachukua na ile tukio la kufanya kumjeruhi yule marehemu. Basi alipotoka hapo akarudi nyuma alikotoka. Hakusonga mbele. Baada ya kuona watu pale majirani wanatoka sasa kwenye majumba, ikabidi arudi nyuma alikotoka na atupe kile kisu kwenye majani. Na kile kisu kweli mpaka siku ya jana kilikutwa kwenye majani. Na mwenyewe alikiri kwamba kile kisu ni cha kwake yeye. Na kule kweli polisi alipokuwa amehojiwa kwa sababu nilikuwepo. Umeona? Aliongea kweli, mimi nimefanya tukio, nimempiga mtu kisu. Lakini sielewi iko kisu mimi nimempiga sehemu gani. Yule haoni marehemu. Umeona? Kwa hiyo hata tembea yake kwa sababu ile sehemu ameizoea, anaenda kwa hisia. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Christopher Raymond Simbaliana Kibobo. Huyu ana umri wa miaka 22, ni mkulima mkazi wa mtaa wa Ungubi, kata ya Kiwanja cha Ndege, wilaya ya Morogoro, kwa kosa la mauaji ya Edgar Venance Sakaya mwenye umri wa miaka 35, mkulima na mkazi wa Ungubi. Hii
tukio limetokea kifo kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4, lakini mwanzo wa tukio ni tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mchana huko mtaa wa Mawenzi, ambapo mtuhumiwa na marehemu wote wakiwa katika hali ya ulevi waligombana na kupelekea mtuhumiwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia, na alifariki tarehe 21 mwezi huu wa 4 kwa maana ya jana, wakati anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro.